Yesu apewe sifa na kusalimu tena katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kibali hiki ambacho Bwana ametupa leo na neema hii ambayo Bwana ameiachilia katikati yetu. Ni kwa huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Bwana asifiwe. Na kwa rehema zake ni mpya kila siku. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo, kwa sababu tunamalizia semina yetu ya siku mbili, naweza nikawa na mwelekeo ambao unaweza ukawa zigzag kidogo, lakini lengo langu ni wewe upate kile kitu Mungu alichokikusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikifika kwenye madhabahu kama hivi nakuwa sina utulivu, kwa sababu napambana na Roho Mtakatifu aniambie hasa exactly ni engo ipi ambayo mtu mmoja hapa anatakiwa kuipata, na ninamwamini Mungu kabisa kwamba anayo engo ambayo itakuwa msaada kwako jioni ya leo. Wangapi jana tulipata kitu kidogo? Ulipata kidogo kitu cha kusaidia jana? Bwana asifiwe sana. Mimi nikija hapa siji tu kama mwalimu, nakuja kama kocha, na wewe ndio mchezaji. Bwana asifiwe. Kocha aingie uwanjani ila anajua kukochi. Wewe ukienda kucheza ukafunge magoli. Bwana asifiwe sana. Mfungaji akifunga anayesifiwa ni nani? Ni kocha. Unajua hiyo? Yaani wewe funga, lakini kocha ndio anampa piga. Alikochi vizuri. Kwa sababu kuna siku akikochi vibaya, hata kama wewe ni mfungaji mfungi. Kwa lazima atengeneze kikosi kwa mfumo ambao atatokea mtu mmoja akafanya nini? Akafunga. Na mimi ninapokufundisha hapa sikufundishi tu kama mwalimu, lakini nakufundisha pia kama kocha wa kukusaidia ukienda huko kupambana ukatoke na magoli. Sema amen kubwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Magoli ni nini? Magoli ni mafanikio ambayo tunayatafuta. Jana nilieleza jinsi ambavyo ajenda ya Mungu kwako ni ajenda ya kukufanikisha. Sawa sawa na Yeremia sura 29 mstari wa 11, ninayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani kuwapa ninyi tumaini. Mawazo ya amani. Uwe na amani wakati wa mitihani, uwe na amani ukienda kwenye ndoa yako, uwe na amani utakapokuwa unatengeneza familia, uwe na amani utakapokuwa kwenye mifumo yako ya kimaisha. Anasema mawazo ninayowazia ni mawazo ya amani. Kwa hiyo mawazo ya Mungu ni siku zote wewe uishi kwenye peace. Uwe na amani kwenye uchumi. Usiwe mtu wa frustration, usiwe mtu wa stress. Sio kusudi la Mungu uishi kwenye stress, kwenye frustration, kwenye matatizo, kwenye shida, kwenye mahangaiko. Labda kawe ni kamsimu tu, ka mpito. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu anasema mawazo aliyonayo ni mawazo ya nini? Ya amani. Na ndio maana moja ya kitu kinachotakiwa kuongoza maisha yako ni peace. Eneo lolote ukigundua halina amani, maana yake kuna sauti ya Mungu haipo hapo. Kuna maelekezo ya Mungu hayapo hapo. Ndio maana umekosa utulivu. Na Mungu akielekeza jambo, kitu gani kinatusaidia kujua ni Mungu alikuwa ametoa maelekezo? Utulivu, amani. Na ndio maana anasema mtaondoka kwa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia anasema amani ya Kristo ndio itakayokuwa inafanya maamuzi. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kitakusaidia kumuelewa Mungu ni amani ambayo Mungu anaiachilia kwenye moyo wako. Hata unaposoma, huwezi kusoma kila kitu. Lazima utafute amani ya Kristo. Kwa unapojaribu kupitia, wewe unasikiliza amani ya Mungu ndani yako. Kuna mahali unafika, unakuta unapata amani ya kukaa. Bwana asifiwe sana. Pafuatilie. Wakati mwingine unaweza kuwa unajaribu kuendelea. No peace. Umeshakuona mtu anasoma, yani anasoma masaa 3 mfululizo anasoma, lakini hana raha. Unamuuliza yeye vipi, anasema yani hata sielewi. Sasa wewe umekaa kwa masaa haya.
Bwana asifiwe sana. Masaa matatu yuko wapi? Yuko darasani anasoma. Yaani ukimkuta anasoma lakini ana stress. Umeelewa? Alafu kuna mtu anaenda pale nusu saa tu. Mnaonaga watu anakuja nusu saa tu, anakuja ameongozwa na amani ya nani? Ya Kristo. Kasome kipengele fulani, anakwenda anakisoma, akikimaliza ana amani akikimaliza ana amani. Lakini kuna mtu kakaa masaa manne bado huku mrohoni kuna kitu kinamwambia hujafanya chochote. Na kwa sababu kila mtu Roho Mtakatifu anafanya naye kazi. Mnisikilize hivi kitawasaidia. Kila mtu Roho Mtakatifu anafanya naye kazi. Kila mtu. Awe ameokoka hajaokoka, Roho Mtakatifu anafanya kazi na kila mtu. Utofauti tu, Roho Mtakatifu anafanya kazi na wewe uliokoka akiwa yuko ndani yako. Tunakwenda sawa? Si yuko ndani? Mna mahusiano. Bwana asifiwe sana. Kwa pale Roho Mtakatifu anakuwa kwako. Kwa amani ya Kristo inakuwa kwenye moyo wako. Huyu mwingine Roho Mtakatifu anafanya kazi na yeye juu yake. Jamani, mnanielewa hapo? Jina la Yesu libarikiwe sana. Anakuwa tu juu. Mtu akwambia ndani nimesoma lakini kuna namna yani naona kabisa yani bado. Umeshikia sikia mtu akwambia Machale amenicheza sasa. Tukasome tena. Sio Machale. Ila yeye kwa sababu Roho Mtakatifu sio rafiki yake, hajawahi kupata nafasi kwenye moyo wake. Lakini hata yeye anamsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa amedetect kwamba kuna kitu hakiko sawa. Na unashangaa kweli, mnarudi mnafuatilia kipengele afu mnakikuta kesho kwenye mtihani. Kesho kutoka unasema wewe jamaa wewe haisewe ni shida. Ulijuaje? Hata yeye Roho Mtakatifu alimuongoza. Ila yeye Roho Mtakatifu alimuongoza kutokea juu yake. Wewe anakuongoza kutokea ndani. Wewe mna mahusiano, mko na contract, mko na covenant. Yeye hana covenant. Yeye Roho Mtakatifu anakuja tu anamsaidia kwenye eneo analohitaji msaada, anaondoka. Tunakwenda sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa unaelezea nini? Amani ya Kristo. Nasema amani ya Kristo. Amani ya Kristo. Kwa amani ya Kristo ni njia mojawapo ambayo Roho Mtakatifu anaitumia kusema na watu. Yaani mtu yoyote, mtu anaweza kaenda kabisa akaingia kwenye gari. Sema, ni gari bana mimi nayo bana. Aliokoka. Wewe vipi sitondoke hapa? Hebu subiri nyingine. Afu kweli mnashuka mnasubiri nyingine, afu baada ya muda mnasikia gari iliharibika, sio wewe unasema jamaa wewe ni shida wewe. Ulijuaje? Nani hapo? Kuna namna Roho Mtakatifu anakuwa okay. Sasa swali ninaloweza kuniuliza, kwa nini Roho Mtakatifu anaweza kumsaidia hata mtu ambaye hajaokoka? Bwana asifiwe. Kumbuka tulipotoka jana, nilikwambia kila mtu Mungu amemtangazia mwisho wake. Huyo mtu anaweza akawa hajaokoka leo lakini ni mtumishi wa Mungu. Huyo mtu anaweza akawa hajaokoka leo lakini kwenye ule mpango mkakati ni mhubiri. Kwenye mpango mkakati ndiye anaenda kulisaidia kanisa. Mimi kuna vijana nimewasaidia wakiwa chuoni walikuwa wahuni kabisa. Unanielewa nikisema walikuwa wahuni kabisa. Lakini sasa hivi ndio wachungaji wanaoniita kwenye semina. Inakuingia akilini? Yaani ndio mchungaji ananiita kwenye semina. Bro, wewe unajui tu ya tulikuwa tunakuona namna fulani hivi hatukuelewi. Lakini kulikuwa kuna kitu cha Mungu ndani yake. Na Mungu alikuwa anafanya nini? Anakifuatilia. Unafikiri mtu Mungu anamwacha? Unafikiri Mungu anamwacha angamie? Mwache. Atakuwa anamfuatilia. Na kila anapoenda anakuwa amewekewa mipaka. Kwa pamoja na kwamba hajaokoka, lakini kila anapokanyaga ana mipaka. Yaani kuna mpaka hawezi vuka. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mpango mkakati
ufalme wa nani? Wa Mungu. Ndio akina Sauli sasa. Unajua Sauli wakati ule alikuwa anapambana na kanisa, lakini leo ndio mtumishi wa Mungu mkubwa ambaye amefanya kazi kubwa kuliko hata wanafunzi wa Yesu waliokaa na Yesu miaka mingapi? 3. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nilichokuwa nafafanua hapo ni kitu gani? Nilikuwa nafafanua kuhusiana na amani ya Kristo. Mungu anaitumia amani kusema na watu. Na ni kipengele ambacho nimeona kwako ni cha muhimu sana. Sikiliza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Huko ndani unasikia raha. Mnakumbuka Musa? Mnakumbuka wakati wa Musa? Mungu alimwambia Musa, kwa kuwa wana wa Israeli wameniuzi, mimi sitaenda nao. Nitaagiza malaika aende nao. Musa alisema, uwepo wako usipoenda pamoja na sisi hatuendi. Okay, kwani malaika sio hajatoka kwa Mungu? Malaika Yesu ametoka kwa Mungu. Kwa nini Musa anasema uwepo wako usipoenda pamoja na sisi? Tunakwenda sawa? Musa aliposikia tu Mungu anasema nitamtuma malaika, nini kilimtokea? Alikosa amani. Alipokosa amani, akasema siwezi nikaondoka na sina raha. Ni kweli Mungu anatupa malaika, lakini sina raha. Sina raha moyoni. Maana ina maana kuna kitu kibaya kitafanya nini? Kitatokea. Ina maana kuna kitu kibaya kitatokea. Na unaelewa malaika hana maamuzi. Malaika anafuata maelekezo. Kwa malaika hajatengenezwa kama binadamu. Kwa hana nafsi. Katengenezwa kwa moto. Malaika katengenezwa kwa moto na madini. Alafu ni spirit. Alafu anaweza change form. Anaweza akawa kama mtu. Sasa kaja hapa akahudhuria kabisa session. Na mkajua kabisa nyinyi mlikuwa wote huko ndani. Kumbe kuna malaika alikuja akaingia akakaa na akaondoka. Kwa sababu anaweza akachange mfumo. Anaweza akachange mfumo kama binadamu kabisa. Lakini anaweza akaja kikazi. Akija kikazi sasa hiyo mbaya. Ndio maana mara nyingi hawatopeki kikazi. Kwa sababu akija kikazi anakuja kwenye ule mfumo wa utukufu. Akija kwenye mfumo wa utukufu, kumbuka yeye ni moto. Katengenezwa kwa moto, katengenezwa kwa umeme, katengenezwa kwa madini. Yale madini, hivi unaelewa kuna madini wewe hujawahi kuyaona. Bwana asifiwe sana. Ndio yamemtengeneza nani? Malaika. Yamemtengeneza malaika. Kwa malaika akitokea hapa ni kama umeme umekuja hapa. Sasa yote mnapigwa shoti hapa. Na ndio maana kafuatilia Daudi Daniel atakueleza yule malaika alipotokea pale mbele yake kumpa ile habari, maana alienda kikazi. Anasema watu wote walikuwa kama watu waliofanya nini? Waliokufa. Kwa sababu alipotokea tu ilikuwa ni hatari. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa Musa alipoambiwa nitakupa malaika aende na wewe. Nini kilichompata Musa? Musa akasema Mungu, kama wewe uende na sisi, hata mimi siondoke. Maana huku ndani nimekosa nini? Amani. Uwepo wako uende pamoja na sisi na utupe raha. Nisikie moyoni raha, nisikie moyoni utulivu. Kwa hiyo hata wewe, moja ya kitu kitakachokusaidia kwenye kila kitu unachokifanya, kabla hujafanya maamuzi, sawa, omba. Ukishaomba, sikiliza wapi? Ndani yako. Unapata amani na hicho kitu. Unasikia raha moyoni. Unapata utulivu moyoni. Ukiona moyoni unasikia raha, unapata utulivu, unapata amani, raha kabisa. Kuna wakati nakumbuka nilikuwa unasoma. Unakosa raha, unasoma tena, unakosa raha. Lakini unakuja baadaye, ukiona umekosa raha, umesoma mpaka saa 5 usiku umekosa raha, nini unafanya baadaye? Unaweka alama ya saa 9. Maana hujapata amani. Saa 9 tena unaamka. Unamwambia sasa Roho Mtakatifu, hebu basi naomba nipeleke basi kwenye point. Bwana asifiwe. Unajaribu kusoma hapo dakika 40 unakosa raha tena, unalala, unaweka alama ya saa 11. No peace. No peace. Lakini kuna siku unaenda tu unasoma namna hii, unasikia amani. Unasikia amani.
kwamba nilichokisoma ndicho kitakachotokea, au hata nisome mwanzo mpaka mwisho haina msaada. Kuna mambo mangapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ni kitu unatakiwa ukielewe. Nyie si mashahidi. Kuna siku unaenda kwenye mtihani unasema ningejua nisingesoma kabisa. Umeshakutana na hiyo? Umeshakutana na hiyo unasema yaani kuhangaika kote kule, kuteseka kote kule, maswali yamekuja tofauti kabisa. Yaani kuna wakati mwalimu anataka tu kupata tu, anataka tu kuona mawazo yako. Basi. Yaani haina mahusiano na kaunta lako lile lote. Sasa unajua kitu Roho Mtakatifu atakachofanya? Yaani utashangaa tu ukiwa unapitia tu unasikia tu amani. Hapa nitapata tu point lazima. Kitu hapa lazima nitajua tu namna ya kueleza. Bwana asifiwe sana. Hebu namna tu Roho Mtakatifu anakupa tu peace, anakupa tu amani, unashangaa tu na raha zako, unasikia tu leo ni mwabudu tu Mungu, ni msifu tu Mungu. Hivyo unaenda kwenye mtihani unasema da, kweli ningepoteza muda wangu jana. Tunakwenda sawa eh? Lakini kuna siku nyingine ukifika unakuta exactly ulipopasoma kwa dakika 15 ndio pamekuja. Umesahau vipointi vichache lakini unasema hizi nilizozielezea hizi ziko Z+. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa nilichosikia ndani ya moyo wangu, lazima uitunze amani ya nani? Ya Kristo. Na amani ya Kristo ili iweze kuamua kwenye moyo wako, lazima uwe na mahusiano na anayeleta nini? Amani. Wale ambao Roho Mtakatifu anakujaga juu yao, wale sometimes kama wanabahatisha. Ni issue ya bahati nasibu, unaelewa? Ni ile kwamba Mungu anamfuatilia huyu mtu, na kwa sababu huyu mtu ana kitu kule mbele, Mungu hayuko tayari kuona hicho kitu kinafanya nini? Kinapotea. Kwa hiyo wao njia zao haziwagi exactly. Kwa sababu Ibilisi naye anapambana kummaintain huyo mtu. Jamani, tunakwenda sawa? Yaani huyo mtu abaki kwenye ufalme wake, lakini Mungu naye anapambana huyo mtu ahame kutoka kwenye huo ufalme aingie kwenye ufalme wake. Kwa hiyo hao watu hawawezi kuwa na uhakika wa 100% kama wewe ambaye Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tunakwenda sawa mtu wa Mungu? Kwa hiyo ndani hapo utasikia peace of mind. Lakini hii nimezungumza katika muktadha wa masomo zaidi. Kwenye muktadha wa masomo zaidi. Lakini mimi nataka ninapokusemesha usibebe tu muktadha wa masomo peke yake. Nilikwambia sisi lazima tujifunze kujua. Tuko chuoni for a while. Tuko chuoni kwa muda mfupi. Na chuo sio kinachoamua hatima zetu sisi. Yaani chuo hakiamui kesho yangu mimi. Kesho yangu mimi nilishaamliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mujibu wa Yeremia sura ya 1 mstari wa 4, Mungu alishamwambia Yeremia, kabla sijakuweka kwenye tumbo la mama yako nilishakujua, haujatoka kwenye ile tumbo nilishakutakasa, tayari nilikufanya kuwa mhasibu, tayari nilikufanya kuwa mbunge, tayari nilikufanya kuwa mkuu wa chuo, tayari nilikufanya kuwa bishop, tayari nilishakufanya kuwa mtumishi mkubwa, tayari nilishakufanya kuwa kama Mungu alishakufanya kuwa. Maana hapa katikati hakuna kitu kinachoweza kuzuia. Tunaenda sawa? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unachokihitaji nini? Unachokihitaji ni maarifa yatakayokusaidia basi kufika pale Mungu alipokufanya nini? Alipokusudia. Kwa maana kuna kuwaga na vituo mbalimbali. Nikaeleza jana nasema kituo cha form 4, kituo cha form 6, kituo cha university, ni vituo mbalimbali ambavyo mtu anavitumia. Bwana asifiwe. Na nataka nikuhakikishie kama hatima yako ni lazima ufike shuleni, ndio maana umekuja chuo. Na sio kila mtu hatima yake inataka shule. Na hicho kitu mkielewe. Ila wewe kwa sababu umekuja shule, maana yake hatima yako inadai nini? Inadai shule, ndio maana uko hapa. Lakini hata siku moja usitoka mzalao ambaye hajaje huko. Anaweza akakuajiri. Anaweza akawa na pesa kuliko wewe. Anaweza kuwa na mafanikio kuliko wewe. Cha msingi tu amegundua sababu ya kuwepo kwake.
Na hapo mifano miwili. Hii itakusaidia kufungua ufahamu wako. Kwenye Agano la Kale tuna watu wawili ambao nataka waelewe vizuri. Mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu hatima yake awe waziri mkuu, tena wa taifa kubwa ambalo limewahi kushika dola ya dunia. Taifa la wapi? La Misri. Hatima yake awe waziri mkuu, na hatima yake anatakiwa atawale kama mfalme kwa muda usio na kikomo mpaka atakapokuwa amemaliza kutatua tatizo. Ndio maana Yusufu alitawala Misri kwa miaka mingapi? 14. Ni misimu mingapi hiyo? Ikiwa miaka 14 misimu mingapi? Ni almost misimu 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa angalia kitu kinachotokea. Huyu mtu kabeba hatima kubwa namna hiyo kwenye taifa kubwa lenye mapinduzi makubwa ya kielimu duniani. Wale mnaofuatilia si mnajua Misri ndio chuo kikuu cha kwanza kilianzishwa kule Afrika. Kinaitwa Timbuktu University. Si ndio? Hamna tijera hapa. Bwana asifiwe sana. Kilikuwa kinaitwa Timbuktu University. Kiko hapa. Kiko kwenye mji wa Alexandria. Si ndio? Jamani, hapa mimi natumia nani tijera? Kujibu hilo swali. Bwana asifiwe sana. Lakini Misri ndipo alipogundua nini? Hesabu. Hesabu zote zinazotumika dunia nzima. Yaani wewe mateso yako yote ya hesabu, yaani shida ilikuwa hapa Afrika. Yaani hesabu haina mahusiano na Ulaya. Yaani matatizo yako yote yale uliyokutana nayo elfu za form 4 nini ni Misri. Bwana asifiwe sana. Wale watu ndio walifanya nini? Ndio walidiscover. Kwa hiyo hesabu zilikuwa discovered Egypt. Nafikiri ndio zikapelekwa Ulaya, zikapelekwa Marekani, zikapelekwa Misri. Waliongozwa na nani? Bwana asifiwe. Kwa ina maana mahusiano yako na Roho Mtakatifu ni ya muhimu kuliko Biblia kwanza. Mtu ananielewa hapo? Amen. Unanipata baba? Amen. Kwa sababu aliyegundua ndege, nani alimsaidia? Si Roho Mtakatifu. Ndio maana nikakueleza, nikakwambia Roho Mtakatifu anafanya kazi na kila mtu ili tu kusudi lililopo liweze kufanya nini? Kutimia. Ila tu anakuwa hakai ndani yake. Yaani anakuja anaangalia huyu mtu amebeba kusudi gani? Amebeba kusudi la gundua gani? Msaidie. Ana discover, akisha discover Roho Mtakatifu anaondoka. Huyu mtu amebeba kusudi gani? Amebeba kusudi la HD. Msaidie. Ana discover, anaondoka Roho Mtakatifu. Ile mtu anabaki pale, anaendelea na shughuli zake. Jamani, tunakwenda sawa? Kwa nini? Kwa sababu hii dunia yenyewe ina hatima. Biblia inasema Mungu alijua hii dunia kabla, yaani kabla hajaiumba, alishaiumba kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Na watu akawapa vipawa, akawapa karama, akawapa uwezo. Kwa watu wanafanya vitu. Watu wanafanya vitu sio kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unahitaji zaidi mahusiano na Roho Mtakatifu kabla ya cheti chako. Kabla ya hela. Kabla ya chochote. Maana yeye anajua njia zote. Anajua chochote zote. Anajua mahali pa kukanyaga. Anajua mahali pa kupita. Yusufu hakukanyaga darasa hata moja. Lakini ndio amebeba hatima ya taifa kubwa lililowahi kushika dola ya dunia. Tena sio hatima ya miaka miwili, hatima ya miaka 14. Ndio maana nikakwambia hata ukiwa chuoni, usije ukafikiri chuo ndio kimebeba hatima yako. Muulize Roho Mtakatifu, ni vitu gani vingine umeviwekea huko ndani ambavyo nitavifanya vitanifungulia nini? Milango. Vitanifungulia milango. Nipe neema ya kusoma kwa wepesi. Moja ya maombi yako, muombe Mungu usome kwa wepesi. Yaani elimu unayoitafuta isiwe gunia la misumari. Utashindwa kufanya kitu kingine. Yaani utajikuta wewe, yaani wewe masaa yako yote 24 unatafuta C. Alafu umepoteza kila kitu kwenye maisha. Utajikuta masaa yako yote 24 unatafuta B. Masaa yako yote 24 unatafuta A. Lakini hauna kitu kingine kwenye maisha. Kwa hiyo usije ukafikiri utafanikiwa haraka. Utastruggle sana. Utapambana sana. Kwa sababu kuna umri ukishafika kwenye maisha unatakiwa uwe umefanikiwa.
Yaani katika hali ya kawaida ukifikisha miaka 40 unatakiwa uwe umeshafanikiwa kwa maisha. In fact kimsingi unatakiwa una staff. Halo? Ukikaa kwenye darasa langu miaka 40 unatakiwa uwe staff. Lakini kuna watu ndio kwanza anataka kuoa. Ndio kwanza maisha yalishampiga, amehangaika huko, kahangaika huko, lakini nataka kuambia wewe ni wa 40 unatakiwa kuwa tayari ulishatengeneza mifumo, tayari unajua kwamba unajua familia unatakiwa uitengeneze ukiwa na miaka mingapi? Familia inatengenezwa wakati ya miaka 27 na 30 period. Umeelewa? Wakina dada unatakiwa unapofika miaka 27 umeshaolewa. Umeelewa vizuri? Kama hujaolewa 27 unaolewa 28. Hujaolewa 28 unaolewa 29. Usivuke 30. Take it from me. Take it from me. Ukiona miaka inakimbia uelewe kinachoendelea, nipigie simu. Niambia mtumishi, kuna namna sielewi. Mimi nitatafuta kijana mmoja huko ambaye ameniambia mtumishi bana, na mimi natafuta mtu kwa sababu kuna mtu hapa. Nyote zimeokoka. Usipoteze muda. Bwana asifiwe sana. Unaona hapo unacheka, unaona ni vitu haviwezekani. Nina vijana hapa naongea. Wana kazi nzuri, wana magari, wana kila kitu. Mke sasa. Ukiwa hapo unafikiri kitu chepesi tu. Unafikiri kitu chepesi. Mtu ananiambia mwalimu, mwaka wa 37 huu amna mtu wa kumuoa. Hivi unaweza kuamini amna mtu wa kumuoa? Wewe unaweza kuamini, lakini nataka nikwambie ipo. Ipo. Ndio maana lazima Mungu akupe neema ya kujipanga. Lazima Mungu akupe neema ya kujipanga. Na akili kitu chepesi, maana pia na hofu inakuwa imeshaingia kwamba nikikutana na mtu ambaye sio sahihi itakuwaje? Bwana asifiwe. Amen. Binti moja kisa akaniambia, kama mwalimu ulipokuwa unatufundisha, yaani ulipokuwa unaongea chuo, unaongea na sisi, tulikuwa tunacheka tunaona fani. Hata mahali nilikopangiwa kazi, hata kumuona huyo mkaka basi ambaye anaendana hata na mimi basi. Kwani hata namuona. Na kipindi kile wakati unatuambia tujifunze, tusome vitabu, sisi tukaona wewe unazingua. Lakini nataka nikuhakikishie, lazima Mungu akupe neema ya kujua namna ya kufanya vitu kwa wakati na kwa majira. Hiyo that's very important. Na uzuri wake, binti yote ambaye yuko chuo anaweza kuolewa. Yaani hapa kila binti anaweza kuwa mke. Mabinti wao anaweza kuolewa muda wote. Muda wote. Kwa hiyo inategemea mipango alionayo. Kwa mabinti wao ni maamuzi. Maana anaweza akaolewa na yuko chuo. Yaani binti anaweza akaolewa akawa analetwa na mume wake darasani. Anasoma, jioni mume wake anakuja kumchukua. Inawezekana kabisa. It is very possible. Na chuoni wanazuia mtu aliyeolewa kusoma. Hawazuii. Kwa hiyo binti ukikutana na mtu anayeoa na unajua ni mtu serious, don't waste your time. Cha msingi amani ya Kristo imefanya nini? Nimeamua moyoni. Mnanisikia binti zangu? Ila sasa nyie wanakaa huko. Nyie lazima uweke mikakati. Kwa sababu huwezi kuoa mtu una uwezo wa kumhudumia. Huwezi kuoa mtu una uwezo wa kumfacilitate. Huwezi. Kijana ili aoe lazima awe amejiandaa kimaisha. Ila na wewe sasa usisubiri kila kitu. Ndio maana lazima uanze kuweka mipango. Umenisikia ninachosema? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukiwa chuoni usiangalie kitu kimoja. Pambana. Yaani wewe soma, huku kuna biashara unafanya. Soma, huku kuna ofisi unazitembelea. Wakati wa likizo ukatafute mahali pa kufanya field. Yaani usipoteze time. Unatoka chuoni ujue kabisa, yaani mimi muda mwingi nikiutumia mtaani. Ni miaka 2 ndio nimeanza familia.
hiyo nikikuongeza miwili 27. Kwa hiyo unaona miaka mingapi? 28. Unaona? Sasa angalia, kama ukujipanga 28 ndio kwanza kunakucha. Take it from me. Yaani utafikisha miaka 28 hujui kinachoendelea. Yaani tunakutana mtaani, unaniangalia unaniambia hivi, mwalimu, nimerogwa na mkosi, nina balaa. Nakwambia hujarogwa, una mkosi, una balaa, wewe ulikuwa mjinga kuanzia kwa chuo. Kujua kitu sahihi cha kufanya. Ulikuwa unapambana tu na kitu kimoja. Ukiwa hapa lazima ujue kabisa mimi ni baba wa mtu. Vijana wakiwa mnanisikia? Wewe toa desi tu. Desi inasaidia. Yesu ndiye sana. Yaani ukiwa hapa ujue kabisa, yaani wewe unasoma lakini ni baba ya mtu. Yaani kuna mtu anasubiria aje akute mtu dadi. Unafikiri mtu dadi ni chepesi? Unaitwa dadi, huwezi kupeleka mtoto swimming pool. Unauliza shilingi ngapi? 15. Tutakuja wiki ijayo. Dadi niuliza askari, unasema mimi hizo baiskeli niliendesha nikiwa mkubwa. Bwana asifiwe sana. Kwanza hizo ni anasa. Unishida ni wewe una hela. Sio kama ni anasa. Kwa hiyo ili vitu viwezekane lazima ujipange. Lakini namba 2, ili uweze kuoa kwa wakati lazima pia ufanye nini? Ujipange. Kwa sababu kinachokuzuia wewe usimuoe mtu aliyoko hapa ni kutokujipanga. Binti usiolewe na mtu ambaye hajajipanga. Yaani acha mwendo. Hatuolewi na mtu anayena kwa lugha. Tunaolewa na mtu anaweza kuwa mume. Ile kaka anaenda kwa lugha sana. Kwa hiyo nafikiri mkifika kule ndani mtaanza kunena. Sasa mimi si bora niwaambie ukweli. Mtashangaa mmekaa mwezi mzima hamjanena wote. Ni issues za maisha. Umeme umeisha. Bili ya maji. Unafikiri kuna kunena hapo na bili 100,000. Umeme yani ndio kwanza jana alinunua buku 2. Unakaribia kukata. Umenielewa? Amjakaa sawa. Sisi imekuja frustration hizi ya kitu gani? Mtoto amerudishwa hapa. Ni messages zinakuja 6. Alert, mtoto atarudishwa. Unafikiri mnakuwa na amani hapo ndani? Kwa kila kitu lazima ujipange. Na hivi vitu hawaambiwi huku. Kwa mnafikiri maisha ni mepesi tu. Mnafikiri maisha ni mepesi tu. Kumbe kila kitu lazima mtu afanye nini? Ajipange. Kwa hiyo, ukisoma kwenye Mithali 29, sio kafiri imetoka kwenye somo. Ukisoma kwenye Mithali 29, anatueleza vizuri kabisa. Anasema pasipo maono, without vision, people perish. Manake nini? Manake kama utapata neema ya kuwa na jicho la tatu la kujua maisha unayoenda kuishi, hutapata jicho la tatu la kujua kiwango cha baraka unachotaka kutembea nacho, kujua kiwango cha neema unachotaka kizilike kwenye maisha yako, kujua kiwango cha utukufu unachola kuchungulia na kuona unataka nini kwenye maisha. Kwa sababu let me tell you the truth, tunaishi maisha tuliyoyaamua. Sio mwambie ndio. Bwana asifiwe. Jamani mnanielewa? Yaani ukiona nimekuja hapa na tablet hivi nafundisha tablet, nimeamua. Haijashuka kutoka mbinguni, nimefanya maamuzi. Roho Mtakatifu alinipa hela, nikaenda nikanunua. Lakini kabla hajanipa, lazima nilikuwa na mpango ambao ulitumika ile hela ifanye nini? Ipite. Tunakwenda sawa? Amen. Nyumba ninayoishi ni maamuzi niliyoyafanya kwenye maisha.
Gari ninayotembelea ni maamuzi niliyofanya kwa maisha. Na ndio maana Biblia inasema kwenye Ayubu 22:28, nawe utakusudia neno. Utakusudia, sio Roho Mtakatifu atakusudia kwenye dawa. Sio Mungu atakusudia kwenye dawa. Kuna vitu sisi tunafanya, kuna vitu Mungu anafanya. Jamani, tunakwenda sawa? Na kuna vitu Mungu ili afanye anataka kuona wewe kwanza, na ndio maana unaposoma kwenye maandiko akasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa nini Mungu asiwafanyie? Kwa nini anawaacha wanaangamizwa? Moja ya kitu cha ajabu sana Mungu alikifanya kwa mwanadamu, alimpa will. Unasema will. Will. Sema tena will. Will. Kwa hicho kitu Mungu alimpaga mwanadamu maamuzi. Afa anamwambia nimeweka mbele yako uzima na mauti. Sasa watu wengi wakisema uzima na mauti wanafikiri anazungumzia tu kufa na kuwa hai. No. Uzima na mauti maana yake ni baraka na laana. Uzima na mauti maana yake ni umaskini na utajiri. Uzima na mauti maana yake ni negative na positive. Decide. Choose for yourself. Na ndio maana kuna maeneo Mungu atakuingilia. Anaona kabisa unaangamia, anasema da, huyu mtu ni wa kwangu. Na uzuri Mungu hakukatai hata kama unakufa. Sasa yule ni mtu wangu, lakini da hana maarifa. Ndio anampoteza hivyo. Aiseka. Ni wa kwetu huyo naye. Hicho kitu ninamwambia Mungu hapana. Hapana. Kwa Mungu amempa mwanadamu will. Amempa mwanadamu maamuzi. You decide. Kwa hata kesho yako wewe ndio utakumbia. Kwa tukitoka hapa chuo, tukienda kule mtaani, maisha ambayo mtu atayaishi ni maisha mtu aliyoyaamua. Mtu asidanganye. Au utaishi kwa sababu ya cheti chako, utaishi kwa sababu kuna maamuzi umefanya. Kuna maamuzi umefanya. Kwa maandiko yanasema, ndio maana maandiko yanasema utakusudia neno. You shall declare a thing and it shall be established. Nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Mungu analeta mwanga mahali ambapo wewe umeshakusudia. Wewe umeshafanya maamuzi. Wewe umeshaamua mimi haya ndio maisha yangu. For instance, mimi nilioana miaka 28. Yalikuwa ni maamuzi yangu. Yalikuwa ni maamuzi yangu. Kwa sababu nilikuwa nimekusudia kabisa, nikifikisha miaka 40 mtoto wangu na wewe at least awe na zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo nilisema nikiwa bado kijana niwe naweza kushauriana na mtoto wangu. Bwana asifiwe. Tunaweza tukapiga story, tunaweza tukashare na nianze kumfundisha utumishi kidogo kidogo nikiwa bado niko kijana. Bwana asifiwe. When I'm still young. Kwa hiyo nikamweleza mzee, nikamwambia mzee, mimi nataka nioe. Hawezi kunibishia kwa sababu nimejipanga. Hawezi kuniuliza utalisha nini mtoto wa watu. Sasa hiyo nasema nataka nioe, ni mkuu wa shule. Umenielewa? Sio shule za kitoto. Shule kubwa. Wakati huo ni mkuu wa shule, at the same time ni lecturer. Nafundisha part time. Tunakwenda sawa? At the same time ni mtumishi wa Mungu. Yaani nikipata muda mimi utanikuta, na watu wengi walikuwa wanajua mimi sifundishi, sifanyi chochote. Kwa sababu sina time ya kupoteza. I don't have time to waste. Kwa hiyo kama sitakuwa nafundisha semina hiyo wiki nzima, maana nitakuwa nafundisha weekend. Utanikuta tu kwenye madhabahu nafundisha. At the same time naandika vitabu. At the same time nafunga. Bwana asifiwe. Amen. At the same time nafanya consultations za leadership. At the same time naitwa kwenye warsha mbalimbali nikazungumza mambo ya management, mambo ya administration. Umenielewa? Tayari nina nyumba na gari. Unanifiaje sio? Napewa baraka zote. Naambiwa kwa kweli kijana, endelea. Haya mwenzangu na mimi sasa. Ndio umepeleka ajenda kwa mzee. Alafu ndio ukute mzee wako kama wa kwangu.
atakwambia mtoto wangu nakuelewa, lakini utatuingiza kwenye matatizo makubwa. Utatuingiza kwenye matatizo makubwa. Na ngoja niwaambieni kitu kinachosababisha ndoa za sasa hivi nyingi zinavunjika, sio kwa sababu walioana sio mapenzi ya Mungu. Watu wana take it simple, hawajiandai, kwa sababu hii maarifa mengine atawasaidia mbele. Kwenye ndoa kuna mchakato wa kukua, mwaka mmoja mpaka miaka 10 ya ndoa ni watu wanafanya nini? Wanakuwa, yaani mmeoana wote watoto. Huyu mmoja ana miaka 27, sio miaka 28, huyu mwingine ndo ana miaka yake 25, sio 24. Wote wageni. Kila mtu ameenda na expectations ambayo hayapo. Umenielewa? Mpaka uvuke ule mstari kwamba hivi kumbe kinachokilikuwa ujinga, hiki kinachokilikuwa ujinga, hiki kinachokilikuwa ujinga. Alafu ndio ufike kule mtu hata hela hana. Hawezi kununua hata luku. Hawezi kununulia nguo, hawezi kupa hela kwenda saluni. Kwani kuna wakaka wanajiandaa kwenda kumpeleka mtu saluni. Ndio dada msimu tafikiri ni rahisi. Ngoja mfike, atakuwa ananipeleka saluni, subiri. Kwa sababu saluni yenyewe unataka 40,000. Huko ndani umeme umeisha. Kipaumbele kinakuwa nini? Huko ndani hamna mboga, kipaumbele kinakuwa nini? Mamdogo anaumwa, kipaumbele kinakuwa nini? Je, utavumilia? Kwa hiyo sio kama watu wanakuwa hawako sawa. Watu wanakuwa wako sawa kabisa. Lakini nini kilichotokea? Kuna maandalizi ya msingi hayakuwa yamefanya nini? Yamefanyika. Mtu aliamini vitu vitatokea tu. Aliamini vitu vipo tu. No my friend. Fanya kazi kama vile. Yaani fanya kazi kama vile hii dunia yote inakutegemea wewe. Mimi I'm very grateful. Nilikuwa Nairobi, nilikuwa nafundisha semina pale Nairobi. Kijana mmoja ambaye nilikuwa nimepewa ndio awe anakuja kunichukua hotelini ananipeleka kanisani. Nikamuuliza yule kijana, maana ni dereva wa boat. Nikamwambia kwa hiyo kazi yako ni boat. Akaniambia no. Mimi ni mfanyakazi wa serikali. Nimeajiriwa na taasisi, sio akataja hiyo taasisi. Nikashangaa kweli. Sasa so how possible? Unawezaje sasa? Akasema tumishi, siwezi kufanya kazi moja. Hii boat mimi nimeifanya kuanzia nikiwa chuo. Unawezaje kufanya boat? Mfumo aliotumia kusoma ulimsaidia. Tofauti na wewe sasa, si huko hapa uko ndani. Sawa. Lakini swali ninalokuuliza, kwa mfano mnapokuwa na zile likizo ndefu, wewe unaenda kufanya? Kwa mfano nimuulize mwaka wa 2 na mwaka wa 3. Likizo ya kuanzia mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 10 unakuwa unafanya kitu gani? Pale sasa huna maono. Ule ni muda wa kulala, ni muda wa kufikia usingizi, ni muda wa kuangalia tamthilia za Azam, ni muda wa kuwa busy na kikosi cha Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, fan. Ni muda mtu ambaye hana vision. Alafu unataka uisikie sauti ya Mungu wapi? Kwa sababu Mungu anakuja kwenye njia zako. Anasema you shall declare a thing. Utakusudia neno, lile neno litathibitika.
Alipomtokea ndo anajitambulisha kwake. Yaani mimi wakati ndo Mungu amenitokea nikasema ningekuwa mimi sana ningemwambia Mungu, yaani kweli uliniacha wakapokonya kabisa kile Ezeki. Ukauchuna tu. Wakapokonya fitina. Ukaniacha tu. Mungu alisema ndio, nilikuwa nataka ukomae. Nilikuwa nataka uone misuli, nilikuwa nataka ukue. Yesu nimekuja sasa. Hebu sasa tuongee. Wakazungumza, Mungu akamwambia nakufanya kuwa mtu mkuu na kubariki. Nataka nikuhakikishie, zilishuka baraka, zilianza kutokea visima. Yule bwana alianza kubarikiwa, na sasa hiyo kumbuka ameshaenda nje ya mji, ameshaenda pembeni. Alibarikiwa mpaka Abimeleki ikabidi aende na jeshi kwenda kumwomba msamaha. Unanielewa? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuingia naye maagano na kumwambia wewe, jinsi ambavyo umebarikiwa wewe, usiokaje kutufanya kitu kibaya. Tuwapiane kwamba hautatufanyia ubaya wowote. Isaka akamwambia mimi sina shida ya kufanyia mtu ubaya. Sasa ndio tuwapiane, wakawapiana. Alafu baadaye Biblia inasema Isaka akawapa na chakula, wakala, akawafanyia na karamu. Watu waliomfukuza wakafukia na visima vya baba yake, akawafanyia na karamu. Alafu baadaye Biblia inasema akawaruhusu. Released them. Unaelewa maana akawaruhusu? Maana walipokuwa pale walikuwa chini ya nyala zake. Baada akamwambia okay, you can go with peace. Wakaondoka kwa amani. Bwana asifiwe. Unapokuwa umejua nini unataka kwenye maisha yako, unapokuwa umejua wapi unataka kwenda, unapokuwa umejua vipaumbele unavyotaka kuviweka, hicho ndio kinachomvuta Mungu kwako. Ndio maana Biblia inasema nitamimina maji mahali palipo na kiu. Mungu haendi kwa wapumbavu. Mungu haendi kwa watu wasiojielewa. Haendi. Anakaa mbali. Ndio maana akasema hata kufanikiwa kwa mpumbavu mwisho wa siku kutaishia kumwangamiza tu. So Mungu hangaiki na mpumbavu. Ndio maana unaona maandiko yakisema nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Maana kweli kabla haijaja mtu anakuwa mtumwa. Sasa Mungu haji kuhangaika. Kwa hiyo maana lazima wewe binafsi ujue Mungu alikuwekea wewe, Mungu alikuwekea maamuzi, uanze kuamua unataka nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kile unachokitafuta kwa Bwana, Mungu mwenyewe akikutazama aone uko serious. Mungu akiona uko serious, anashuka. Anashuka kwenye njia zako. Anashuka kwenye mipango yako. Anashuka kwenye mikakati yako. Anashuka kwenye vipaumbele vyako, anashuka kwenye malengo yako. Kwa hiyo mimi sitamani mwanafunzi hata mmoja ambaye amehudhuria hii semina hizi siku mbili aje kuwa na maisha hopeless. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Binti ambaye uko hapa, anza mipango yako ya maisha. Anza mipango yako ya familia. Sawa? Amen. Kupanga ni mtakatifu. Mtu anaanza utaolewa lini? Hapo kuna mtu anaanza utaolewa lini anaona kama ni vile mimi sasa nimeanguka. Bwana asifiwe sana. Weka mikakati. Uko chuoni ujue, yaani una hata mpango wa utaolewa lini. Sasa Mungu anakujaje kwenye hizo njia? Wewe lazima ukusudie neno ili Mungu awe na kitu cha kukithibitisha. You have to declare everything. Bwana asifiwe sana. Weka mipango from here. Kuna mtu anachumbiwa na mkaka anamuuliza, "Hey, wewe una malengo ya kuja kwa watoto wangapi?" Sema tu Bwana atakavyotuongoza. Acha kujinga. You have to plan for your life. Na ukiona mtu haja plan, ni hatari kubwa sana. Yaani kuna mtu hana plan, it's dangerous. So Mungu sasa anakuja wapi? Mimi nikikuonyesha, mimi nikiwa form 6 nilikuwa na daftari ambalo nimeandika mipango yangu yote. Mpaka mataifa ninayotaka kutembelea nimeandika. Nataka kwenda Ulaya, nataka kwenda Asia, nataka kwenda Marekani, nataka kuzunguka bara la Afrika. Nimeandika. Nataka kuwa na kazi fulani fulani. Nimeandika. Nataka kuwa na nyumba, nataka kuwa na gari, nataka kuwa na mke mwema. Sio nataka kuwa na nini? Nimeorodhesha pale, nikikuonyesha daftari leo mpaka leo. Nimeandika hivyo vitu. Na nilikuwa nikienda mbele za uso wa Mungu, naenda na hilo nini? Daftari. Niambia Mungu angalia vitu nilivyoandika huko ndani. Naomba unisaidie.
Sasa unakuta kuna mtu yuko hapa hana, yani ana ukiona peleka nini mbele za Mungu. Ndio wale wakati ndio ambao anataka kuisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uwe na agenda ambazo ziko very open. Ndio maana Habakuki aliambiwa iandike njozi hii, ukaifanye iwe wazi. Ukaifanye iwe wazi. Kuifanya iwe wazi maana yake nini? Saa yoyote utakayokutana na mtu, uweze kumwambia kesho yako. Binti, ukikutana na kijana anamwambia nimekupenda, natamani uje kuwa mke wangu. Muulize kwanza, una mipango gani ya maisha? Kwa sababu mimi ninakuja kwako, siendi kwa mtu ambaye hana mipango. Moja ya sababu ndoa nyingi zina shida leo ni kwa sababu kijana hana mipango, binti ndio anakuja na mipango. Binti akija na mipango, familia ya kijana inasema kijana anaongozwa na mke wake. Kumbe shida sio binti, shida ni kijana. Binti anaenda kwenye engagement, kijana ndio anapiga magoti. Kijana anaamini ndio usasa. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho unabadilisha viti. Kiti cha mwanaume kinaenda kwa mwanamke, cha mwanamke kinaenda kwa mwanaume. Kesho anayeongoza familia ni nani? Ni mwanamke. Mawifi wanakuja juu, unamwendesha kaka yetu. Alishanipaka utawala wake siku ile. Niendelee. Unafikiri ni model, unafikiri ni usasa. Msige hivyo. Kwenye ulimwengu wa roho kuliamisha kila kitu. Kwa sababu anayetakiwa kushuka mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu mwanaume ni visionaire, ni leader. Anatakiwa kumwongoza mke wake kama yeye anavyoongozwa na Kristo. Ampende mke wake kama Kristo alivyopenda kanisa. Aprovide kwa mke wake kama Kristo anavyoprovide kwa kanisa. Alafu zeni hiyo position inahama. Mke ndo anakaa. Basi wewe inabidi uwe mpole. Sasa ikitokea hivyo tutaona na walimwengu tusiona dogo. Tutaongea hivi kweli. Yuko sana mbele na wakina mama hawezi kukubali mwanaume haeleweki na yeye asieleweke. Watoto watakuwa wageni wanani? Kwa mama akishamwambia mume wangu mimi haeleweki, yeye anakubali. Ili mambo yafanye nini? Yaende. Lakini mwanaume ukiondoka kwenye nafasi, hiyo familia lazima itayumba. Na ndio maana lazima hivi vitu tuanze kukusemesha kuanzia sasa. Ukiingia kwenye darasa langu la mentorship na kufundisha mambo matatu, na kufundisha leadership, ministry and economy. Ili uweze kucover hivi vitu vyote. Uweze kucover hivi vitu vyote. Uweze kumtumikia Mungu, uweze kuwa kiongozi bora, uweze kuwa na uchumi wa maana. Na tutakuwa na hilo darasa, nitawaletea taarifa. Amen. Tutakuwa na hilo darasa la siku 2. Tutakuwa na hilo darasa la siku 2 kwenye kituo chetu cha Rehoboth kule. Tukiwaletea taarifa, basi wale ambao watakuwa tayari tutawaandikisha. Bwana asifiwe sana. Lakini nimesema niyaseme hayo machache, muda wetu umeisha. Lakini nimesema niyaseme hayo machache ya kusaidia kwamba sauti ya Mungu itakuwa nyepesi sana kwenye maisha yako ukiwa mahali sahihi. Ukiwa unafanya vitu sahihi kwa majira na kwa wakati sahihi. Ukiwa nje ya track, ngumu sana kumsikia Mungu. Huna mipango yoyote. Sasa Mungu anakuja kudili na nini? Huna maono, Mungu anakuja kudili na nini? Uko nje ya barabara, Mungu anakuja kudili na nini? Kwa sababu Mungu atakachokuwa anahangaika na wewe kurudisha kwanza kwenye nini? Kwenye injili. Ndio kitu atakachokuwa anahangaika nacho. Kwa hiyo kila sauti labda utakayosikia ni rudi njiani, rudi barabarani, rudi kwenye maono, rudi kwenye kusudi, rudi kwenye mpango. Ndio kitu ambacho Mungu atakuwa anahangaika na wewe. Ndio maana nakwambia vitu atakavyokufundisha ni tofauti na vile ulivyokuwa unataka, kwa sababu mimi lazima nikufundishe nikiwa na coach. Nikikuangalia wewe na kuona baba na muona baba wa mtu. Siwezi kuongea na wewe kienyeji. Lazima niongee na wewe very serious. Yaani ni miaka 2 3. Wewe ni mama wangu.
sio muda mrefu, sio muda mrefu. Kuna mtu anakuja kwenye familia yako, anakutegemea wewe ndio afanikiwe kwenye maisha, alafu wewe mwenyewe sasa unaenda kutegemewa, unahitaji fimbo ya kukutegemea. Hapo lazima utoke katika jina la Yesu. Mwenyekiti, tutapanga tena. Nafikiri hii naona kama bado tutapanga tena. Amen. Amen. Wangapi wanasema tupange tena? Bwana asifiwe sana. Amen. Yes, kwa hiyo nakuombea, kwa maombi ninayokuombea leo ni Mungu akakufanikishe kwenye mitihani. Unapoenda kwenye mitihani yako, elewa kwamba mwisho wako ulishatangazwa tangu mwanzo. Mungu aanzishi kitu ambacho hajafanya nini? Hajakimaliza. Kwa hiyo sisi hapa tuko tunatimiza wajibu tu. Lakini kwenye mpango wa Mungu ulishamalizaga chuo wewe. Bwana asifiwe sana. Na matokeo yashatoka na ulishavaa joo na ulishagraduate. Amen. Ndio maana Mungu anasikiliza mwisho tangu mwanzo. Ndio maana ukimwomba Mungu anaweza kukuonyesha hata siku ya graduation. Na wewe unajiandaa na mtihani ya uwili. Lakini Mungu anataka kukuonyesha mpaka siku ya graduation, akakuonyesha na joo lako, akakuonyesha na unapoenda kuchukua cheti. Mungu anaweza kukuonyesha. Ili kukuonyesha kwamba yuko serious na hicho kitu. Hawezi kuanzisha kitu ambacho hajakimaliza. Kwa hiyo unachohitaji wewe ni kukaa tu kwenye track na kusikiliza amani ya Kristo wako ndani yako. Amani ya Mungu inayosoma moyoni mwako. Yako mambo mengi sana Mungu anayatumia kusema na watu. Lakini mimi nilisikia nizungumze kuhusiana na amani ya nini? Ya Kristo. Sisi nikaanza kuambia hapa sauti ya wazi. Mungu hawezi kuleta sauti ya wazi bila sababu. Hata wale waliosikia sauti ya wazi walikuwa very unique. Aliyesikia sauti ya wazi alikuwa ni Sauli. Alisikia sauti inasema, Sauli, Sauli, mbona unaniuzi? It was very unique. Wengine waliosikia sauti ya wazi ni Musa na Elia. Tunaenda sawa? Walisikia sauti inasemaje? Huyu ndiye mwanangu mpendwa, niliyependezwa naye, sikilizeni yeye. Walisikia, na Petro, Yakobo na Yohana walisikia sauti ya wazi. Kwa kuna watu wachache kwenye Biblia waliosikia sauti ya wazi. Lakini mimi nilikuwa nazungumzia kile kitu ambacho almost wote, kitu kingine ambacho ni general, ndoto. Japo sio kila mtu anaota. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaweza kuota ndoto. Na mimi nimewahi kuota hata mtihani. Mimi nimewahi kuota ndoto. Nimeota kabisa maswali. Na nilipoota nikapitia na nikayafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kama Mungu hajakusemesha kwa amani, hajakusemesha kwa ndoto, bado haina maana Mungu hawezi kufanya. Kwa hiyo usimweke Mungu kwenye box. Mungu hakai kwenye box. Mungu anaweza akakufaulisha hata kama kila ulichoandika sio sawa. Na hujanielewa nilichosema. Nimesema hivi, hata kama umeingia kwenye mtihani, maswali yote yanakupiga. Umeelewa? Amen. Yote mfano nimekupiga. Lakini maadamu wewe uko kwenye njia sahihi, unafaulu. Sio kinachokufaulisha sio ulichoandika. Malengo ya Mungu kwenye maisha yako yanalazimisha ufanye nini? Okay, sana faulu. Yesu aliwahi kubadilisha maji kwa nini? Unaelewa maana yake? Amen. Yale yalikuwa maji, lakini yalibadilika. Yakawa nini? Sasa Yesu anashindaje kubadilisha wewe ulichoandika ambacho sio sahihi kikawa sahihi? Ukielewa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaelewa Biblia inasema njia zangu sio njia zenu. Mawazo yangu sio mawazo yenu. Mungu anavyomvusha mtu, na nataka nikwambie hivi, ukishamaliza mtihani, madamu ulijiandaa, madamu uliomba, ukishamaliza mtihani, mwachie Mungu. Makosa mengi mnayafanya, huwa mnaomba kabla ya mtihani, hamuombi baada ya mtihani. Ni makosa wanafanya wanafunzi sana. Yaani yeye akisha submit ile paper kamaliza, ndio kwanza unatakiwa uanze. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kusubmit ile paper inaenda kwenye mikono ya mwanadamu. Jamani, mnanielewa? Amen. Inaenda kwenye mikono ya mwanadamu. Yule mwanadamu ambaye inaenda kwenye mikono yake lazima uanze kumcontrol kwenye ulimwengu wa roho. Afanye kitu wewe unataka.
vinavyotokea. Cha kwanza, kama Mungu anajua nilichoandika sio chenyewe, lakini lazima nifaulu, nini Mungu anafanya? Anahakikisha lecture asaishi. Unaona, ukifikiria mimi nimekuwa lecture, kwa hiyo naelewa nachosema. Anahakikisha lecture afanye nini? Asaishi. Atapambana mapambano yake yote, hatapata time. Atatokea siku jirani amefiwa, yeye ndio mwenyekiti wa kamati, atakiwa apeleke msiba. Atatokea siku nani kufanya kitu gani, yeye ndio siku nani. Huku matokeo yanatakiwa. Unafikiri hicho atafanya? Atatafuta results zilizopita. Atachukua na coursework. Ataanza kuoanisha. Wa A atapata A, wa B atapata B, wa C atapata C. Mara papo, kwa nini kila karatasi mnaletewa? Wewe umeshaona karatasi yako? Anauliza, karatasi za UE umeshapewa? Unajua zinaenda wapi? Sasa mimi sikwambii kwamba uanze kulilai huko. No. That's not what I'm talking about. Mimi nataka uanze kumwamini Mungu hata katika mambo yasiyowezekana. Amen. Umenielewa? Amen. Ndio maana ya kwamba mteteaji wangu yuko hai. Kwa ndio maana nakwambia ukishamaliza ule mtihani umeusubmit, acha vikao vya wapumbavu. Yaani mimi pale nimeandika ujinga kabisa. Yaani ndio swali kusoma. Sio acha kujinajisi. Usema namwamini Bwana. Bwana anaouiza kwa ajili yangu. Bwana ananivusha pale mimi natoboa kwa neema ya Mungu. Pale mimi natoboa. Mimi Bwana pale ananipeleka hatua. Pale Bwana mimi ananifanikisha. Mkirie. Biblia inasema katika njia zako zote mkirie, naye atayanyoosha mapito yako. Hebu sema atayanyoosha. Maana yake alikuwa amefanya nini? Atainyosha hiyo A, atainyosha hiyo. From nowhere una A. Mungu, what A? Ndio umepata, yaani ndio hivyo sasa angefanyaje sasa? Kwenye course kulikuwa na A. Naona pekee. Ila usililai kwa jicho. Bwana asifiwe. Nilikuwa tunakusemesha ule mstari kwamba njia zake sio njia zetu. Mawazo yake sio mawazo. Mnanielewa vizuri? Amen. Lecture ametoka huko, alikuwa anatakiwa pewe ile mtihani akaisaishe. Hakuwa na time. Kamtuma mtu, kanchukua mtihani ofisini. Kijana akachukua bodaboda, kaenda kabeba ile mtihani, kaipakia kwenye bodaboda yuko na begi. Anafika huko mtaani anakutana na kibaka, anafikiri zile ni hela. Anabeba, anapokuwa begi ya mtihani. Kuna mtu yuko rapa, korobo, saya, baba ingilia kati. Biblia inasema hata waovu wanatumika katika siku ya uovu wao. Kasoma maandiko yako vizuri. Kwa hiyo kibaka ametumika kumrescue mtu huku. Kuna mtu hali yake ilikuwa tete. Yaani yeye alikuwa anasema Bwana, unajua jinsi nilivyo. Mungu unajua mimi sio wakupata si. Mungu unajua. Ila tu leo nimepishana na gari la mshahara kwenda. Mungu ingilia kati. Na Mungu akisema don't worry, nina njia nyingi. Nina njia nyingi. Kibaka kaondoka na begi la mtihani, anafika kule, anafungua hivi pepa za yudo. Hawezi kuzirudisha, hawezi kufanya kitu chochote. Zinaweza zikafika mpaka nyumbani. Zinaweza kufika mpaka nyumbani na lecture akawa na muda wa kuzisaisha. Lakini huku lecture alimwambia usigere ufanye usafi, usigere kabla makaratasi yote kachuma. Sikwambii ndivyo inavyokuwa. Ila nakuonyesha jinsi ambavyo Mungu anaweza kurescue watu wake. Haijakaa sawa kwa sababu wewe uko unapambana na Mungu akurescue, mtihani wako na misi. Lakini ulisaini. Tuko sawa? Ulisaini na kila kitu chako kipo, lakini mtihani wako haonekani. Usihangaike sana kutafuta. Wewe cha msingi uonekane ulikusanya.
Amesema njia zangu sio njia zenu, mawazo yangu sio mawazo yenu. Nikisema utagraduate lazima ugraduate. Amen. Nikisema utamaliza lazima umalize. Amen. Nikisema utaenda hatua lazima uende hatua. Nini kitatumika? Chochote kitatumika. Ndio maana nikakwambia hakuna mtu anakuja chuoni bumbumbu, hayupo. Kila mtu anayekuja chuoni, kuna vikunzi vingi sana huko nyuma amefanya nini? Amevivuka. Ukae hapa unasoma, unaingia lecture, unafanya discussion, unakuja na fellowship. Hii tu kuja fellowship inatosha wewe kufaulu. Yaani sasa haya madini yote ndio kupa tutakiwa kupata cheti. Bwana asifiwe sana. Yaani how possible mtu aseme wewe umefail? Yaani unafailije? Sio rahisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa sitafail katika jina la Yesu. Na sio mitihani tu, hata maisha hautafeli. Hata maisha hautafeli. Hautafeli chochote. Mungu atafungua milango yako. Ila lazima wewe usimame kwenye nini? Kwenye nafasi. Simama kwenye zamu yako. Mungu mwenyewe akikuangalia aone kabisa huyu kijana wangu yuko serious. Lazima nishuke kwenye njia zake. Bwana asifiwe. Amen. Naomba usimame mahali ulipo. Kwa hiyo baada ya kufanya mitihani isiwe mwisho wa kufanya nini? Wa kuomba. Omba mpaka siku ya matokeo. Mwambie Mungu, yale niliyoandika kule mimi najua ni maji, lakini wewe unataka nivae. Lecture anataka nivae, lakini unachoandika ni maji. Baba, badilishia huko juu. Anaweza kubadilisha. Jana nilieleza kuhusu kitabu cha ukombozi wa fikra na kitabu cha nguvu ya maono. Kama ukupata, leo ndio tunamaliza semina. Jitahidi upate hivi vitabu. Hata kama una muda wa kusoma sasa, vipaki. Utakapopata time, soma. Vitakuinua kiwango chako cha kuamini na kufikiri. Hivi vitabu viwili. Lakini unaweza kumnunulia mtu pia kama zawadi. Bwana asifiwe sana. Lakini kitabu cha urafiki, chumba na ndoa, please, I beg you in the name of God, soma. So vitu tulivyoweka huku ndani ni semina ya siku 8. Kama mtu akikufundisha hatua kwa hatua. Na mimi sitamani mtu hapa ambaye Mungu amemwinua hapa hajafeli. Na Mungu akusaidie. Lakini vitabu vya maombi ni vitabu vya muhimu. Bwana asifiwe sana. Tunapoenda kwenye maombi, jana tulitoa bahasha kwa ajili ya sadaka. Unaweza ukashika hiyo sadaka yako. Lakini kama kuna mtu alikuja kwenye ibada na hakupata bahasha jana, viongozi mtusaidie. Viongozi mtusaidie. Kama unajua kupata bahasha, basi nyosha mkono ili wakupe. Sadaka tunayoitoa ni sadaka pia ya mbegu. Ni mbegu yetu mbele za Mungu. Mbegu yetu mbele za Mungu. Hiyo mbegu kwa ajili ya kesho yako. Lakini ni sadaka tunayambatanisha pia na mitihani yetu. Bwana Yesu akakupe ufunuo unapojiandaa na hiyo mitihani. Lakini mkono wa Bwana ukawe pamoja na wewe. Neema ya Bwana ikakushike na kukuatamia. Ukavuke kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilikuwa nimeeleza kwamba unaweza kufollow account ya Instagram yenye jina la Tumtufe Mwakembe, wale ambao wako Instagram. Nikakwambia unaweza ukafollow account ya YouTube, unaweza ukasubscribe hiyo page. Lakini pia unaweza ukafollow account ya Facebook na TikTok. Kuna clip nyingi sana za kukusaidia ziko kule. Lakini kama unataka mafundisho kabisa ukae ujifunze, YouTube ndio tumeweka masomo mengi. Kwa hiyo unaingia unachagua somo unalolitaka. Subscribe hiyo page uweze kuwa unapata hizo notification. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amen. Naomba unyanyue mkono wako kwa Bwana Afrika tunashaka. Nataka nikuongoze hii sala. Na baada ya kukuongoza hii sala utaomba kidogo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba unisamehe. Maana inawezekana umenipa maamuzi sijakusudia neno kuhusiana na hatima yangu, kuhusiana na kesho yangu, kuhusiana na uchumi wangu, kuhusiana na ndoa yangu, kuhusiana na malengo makubwa kwa
wako, naomba unisamehe. Sikuweka mipango, sikuweka mikakati, sikuchukua hatua, naomba unisamehe. Leo Bwana Yesu, naomba unisaidie, nijenge kwa upya, niuishe kwa upya, nipe malengo mapya, nipe mipango mipya, nisaidie kimkakati kwa jina la Yesu. Ninapotoka chuoni nikawe mtu mwingine, nikaone kufanikiwa, nikaone kustawi kwa jina la Yesu, ili kusudi lako likatimie kwa wakati kwenye maisha yangu, nikawe majibu, nikawe sababu ya watu wengine kuona wewe Yesu, kuiona neema yako kwa jina la Yesu. Hata mitihani yangu iliyoko mbele yangu na ikabidhi kwako. Ninaomba wepesi, nakataa ugumu, nakataa uzito wa namna yoyote ile kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naomba wepesi kwa jina la Yesu. Amani yako Kristo ikaamue kwenye moyo wangu juu ya kila hatua nitakayoiendea, juu ya kila maamuzi nitakayoyafanya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo kwa jina la Yesu, kila sadaka iliyotolewa kwenye madhabahu za giza kinyume changu, ili niangamie, ili nisifanikiwe, ili nisiinuke, ili nisistawi, sadaka yoyote, tambiko lolote, kafara yoyote iliyofanyika mahali popote na jina langu likaitwa, likatajwa, leo kwa damu ya Yesu ninabatilisha, ninakataa, ninafuta, haitakuwa kwa jina la Yesu. Ninaunganisha sadaka yangu na ile sadaka ya damu yako Yesu pale msalabani. Ninapatanisha jina langu, hatima yangu na damu yako pale msalabani kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asiwepo yoyote atakayesimama ili kunizuia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho za giza, achia njia zangu, achia kibali changu, achia neema yangu, achia baraka yangu kwa jina la Yesu. Endelea kuachilia damu ya Yesu, endelea kuachilia damu ya Yesu. Rapa kore koseke rendere osaka, rapa kore rendere kokoria basaya, repa kore kokoro osaka, rapa kore koseke rendere kokoro osaka, rapa kore rendere kokoria ndaraba koria, ripa ripa kore kokoro osaka. Ninaachilia neema ya Kristo juu yako, ninaachilia nguvu ya Bwana juu yako, ninaachilia kibali cha Mungu juu yako, ninauachilia utukufu, ninaiachilia hiyo nguvu. Pokea msaada kutoka patakatifu katika jina la Yesu. Pokea neema ya kukuwezesha, pokea neema ya kukusaidia, pokea neema ya kukuinua, pokea neema ya kukustawisha. Lambosa koria basai karia bakoria, reposa korandora bakora basaka, repokorobosaka. Damu ya Yesu inayonena mema, ikanene mema kwa ajili ya mitihani yako, ikanene mema kwa ajili ya kesho yako, ikanene mema kwa ajili ya hatima yako. Damu ya Yesu inayonena mema, inayonena mema, inayonena mema, ikanene mema, ikanene mema. Bwana akakuinue, Bwana akakuokoe, Bwana akakusimamishe, Bwana akakustawishe, Bwana akakupe kibali, Bwana akakuokoe na watu wabaya, akakuokoe na uovu, akakuokoe na hila. Bwana akakuongoze katika njia unayopaswa kuifuata katika jina la Yesu. Akakufundishe, akakuonyeshe njia unayopaswa kuiendea. Nakataa uovu, nakataa ubaya, nakataa hila, mipango ya uharibifu ninaibatilisha juu yako kwa moto na damu ya Yesu, kwa moto na damu ya Yesu. Lebo saka robo saka ripo ya mori ya basai kali abayanda, lepo ya basai kori ya baseke reke repopo randa raba kore lebo saka rando rebo kori anda raba kori ya
yanawezekana, kwa Mungu yanawezekana, kwa Mungu yanawezekana. Bwana akafanikishe njia ya mitihani yako, akafanikishe njia ya mitihani yako. Ramosakarabakubinderekosaya. Neema ya Bwana ipitayo akili zote ikahifadhi na roho yako, ikahifadhi na mwili wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wakati huu tukiwa tunatoa matoleo yetu, karibu Praise. Hata sasa wewe ndiye mwenye, tulipofika wewe